majina naitwa Shamim, ni mkazi wa Musoma. Nina changamoto ya ugonjwa wa moyo na mapafu. Kabla ya hiyo hali kuanza, nilianza kuugua madonda ya tumbo na presha ya kushuka. Tumbo linaniuma, moyo nasikia mapigo ya moyo yanashuka mpaka napoteza fahamu. Hivyo nikienda hospitali naambiwa na presha ya kushuka na madonda ya tumbo, presha ya kushuka na madonda ya tumbo. Mwisho wa siku hali ikazidi kuwa mbaya. Hali ilipozidi kuwa mbaya, nikaenda hospitali kwa vipimo zaidi. Nilipoenda hospitali kwa vipimo zaidi, ile nimefika hospitali hali yangu iligeukia hapo. Nikawa ni mtu ambaye siwezi kupumua, siwezi kufanya chochote. Nikawekwa kwenye mashine ndani ya siku 14. Nikawa natumia ile mashine ya kupumulia. Ndio baada ya hapo nikapimwa, nikapimwa CT scan. Ikaonyesha moyo wangu una tatizo, upande mmoja umesimama, umestop. Kwa hiyo natumia upande mmoja. Na wakaja kuangalia na kwenye mapafu yangu yalianza kuweka utandu na ukungu. Imeenda wamenipa hivyo matibabu yao hivyo mdogo. Nimekaa siku 14 hospitali nikatoka. Nimetoka nikaja tena nikaanza moja tena. Tumbo likajaa. Tumbo lilipojaa nikarudi tena hospitali. Kurudi hospitali nikakutwa maji yamejaa kwa kasi zaidi. Ndipo wakaanza kunivuta maji. Waliponivuta maji, kupima tena kuangalia, wakakuta mapafu yangu yameharibika. Sasa nimeagizwa kwenda hospitali ya rufaa. Nikaenda hospitali ya rufaa. Nimechekiwa hivyo, majibu ni yale. Dawa nabadilishwa kila aina ya dawa, hakuna chochote. Nikawa ni mtu wa kujaa tumbo, navutwa maji, nalalia upande mmoja, kujaa tumbo, navutwa maji, nalalia upande mmoja. Nikaja kurudi tena kwa mara ya 3 hospitali. Nikaambiwa changamoto yangu moyo umeshindwa kabisa kufanya kazi na mapafu yameharibika kabisa. Kwa hiyo matibabu yake kuanzia kwa hapa Tanzania yetu kuanzia niwe na milioni 3. Maana sina bima. Basi imeenda milioni 3 hiyo, kiukweli imekuwa ni changamoto kuipata. Nikawa nimepata pesa kidogo. Nikaenda kupima nilikuwa kama na laki 5 hivi. Nikapata msaada wa usafiri wa kuja Dar es Salaam. Nikapima. Nikaja hospitali kubwa hapo Kinondoni Shifaa, nikapima. Nilipopima nikaambiwa kiukweli mapafu yangu yameharibika sana, na mwanzo wa matibabu kunisaidia kwa muda mfupi inatakiwa niwe na pesa, kwa dawa na matibabu kuanzia niwe na milioni 3. Na hapo kwa msaada zaidi wa kuhusiana na mapafu niende Ulaya. Ndio usaidizi wa mapafu unapatikana huko. Ukweli ni hali ambayo inaniumiza sana. Kiangalia naumia, nateseka, tumbo linajaa, nashindwa kula, nashindwa kupumua, nashindwa kufanya chochote. Nipo tu nimekaa, sina lolote, nguvu hakuna. Sijiwezi, naishi kwa msaadani. Hivyo nikisaidiwa napokea, nanunua dawa. Dawa zenyewe zinagharimu, dozi ya kwanza inagharimu shilingi 80. Umeona, inahusiana na moyo. Dozi ya pili kupunguza maji tumboni inagharimu kama niwe na shilingi 50. Umeona. Nyingine kunisaidia ili nipate mkojo kwa wingi, nakuwa nanunua dozi shilingi 25. Gharama kwa hiyo inakuwa inanikosa, maana sina chochote, sina kazi, sina lolote. Nimeshahangaika ndani ya miaka 3. Miaka 3 nahangaika. Sina hili wala lile. Miaka 3 hiyo, kila ukienda unaambiwa hiki
yaani uchomwe misindano, nivutwe maji, sijui nifanyeje hivyo. Hatimaye sasa imefikia hatua kwa sasa nimekaa, sina chochote, sina usaidizi, sina gharama ya kunifikisha kupata matibabu hata huko Ulaya, sina gharama ya kunisababisha nianze matibabu Tanzania. Hiyo 1,300,000 ni changamoto kwangu, inanikosa na imenikosa. Kwa mimi naombeni sana nipate msaada